Tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu mwaka 2025 tutakuwa na maandamano kubwa sana Tanzania. So watu wa Tanzania, mimi nawaambia sisi kama wa Kenya tutavuka boda, na huyo Samia Suluhu Hassan atajua sisi ni akina nani. So Wakenya wote, mimi nawaomba hizo mipaka zote katikati ya Kenya na Tanzania, hiyo siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, hatutaki kitu yoyote inafanyika. Hakuna kitu itaendelea kwa hizo boda, hizo mipaka, hakuna kitu itaendelea. Tunataka hiyo siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu kila kitu istopishwe kwa hizo boda zote katikati ya Kenya na Tanzania. Kuanzia huko inaitwaje, huko Sirati, ukuje Hispania, ukuje Sirare, hivyo na Manga, wapi Vanga, wapi. Hatutaki chochote kinaendelea huko hiyo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu. So mimi wa Kenya, mimi nawaambia hiyo siku tutasoma weather, tutasoma dalili. Tutasoma dalili kwa sababu sasa watu wa Tanzania, mnajua ya kwamba sasa watu wa Tanzania wanapigwa vibaya, wanashikwa ovyo nini. So sisi tukiona dalili iko mbaya huko Tanzania, ni sisi ndio tutaandamana sisi wa Kenya. Watu wa Tanzania tutawaambia tu nyinyi tulieni. Lakini kwa sababu ya watu wetu wamepoteza maisha yao kule nchini Tanzania, Mama Samia Suluhu amewaua. So sisi lazima tuandamane tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu. So watu wa Tanzania, kama huyo mama mnaona atawapiga risasi, atakodisha wajambazi kutoka nje wakuje hapo, ama wajambazi wa humo ndani, alafu mapolisi wasivae sare za kazi ndio wapige risasi, mpigwe risasi, nyinyi msiende maandamano, mtulieni. Sisi tutafanya maandamano mpaka tuvuke hiyo boda, na huyo mama atajua sisi ni akina nani. So hakuna kitu kitaendelea kwa hizo boda zote, hizo mipaka zote. So watu wa Tanzania, sisi tuko na nyinyi bumper to bumper. Alafu wacha niambie maskari wa Tanzania. Wacha niwaambie, ona hao vijana mnawapiga risasi, hao ndio madugu zenu hao ndio watoto wenu hao. So wacha kufanya vitu zingine ati umepewa oda gani hiyo? Ni oda gani? So mimi naambia Mama Samia Suluhu, this time round enough is enough. Wezi huwa wa Kenya alafu unawachukua unawazika penye sisi hatujui, na sisi ni wa Kenya. Tutaingia hiyo boda, tutaingia mpaka huko. So maaskari wa Tanzania, mimi wacha niwaambie, watu wa Kenya huwezi wapiga risasi. Hautapiga wa Kenya risasi. Na ukijaribu umeharibu kila kitu, na tutawahamisha kwa hiyo inchi. Mkicheza maaskari wa Tanzania, tutawahamisha na hiyo inchi, na Tanzania ikue Kenya, na sisi tutakuwa tunatawala kwa hiyo Tanzania yenu. Mkijaribu, kitu cha kwanza tunataka Tundu Lissu aachiliwe. Tundu Lissu akue uhuru. Tundu Lissu aachiliwe. Na wewe mama, wewe wacha nikwambie, wewe hatuna huruma hata kidogo na wewe. Wezi huwa watu zaidi ya 23,000. Alafu nadhani sasa tukuongeleshe vizuri. Wapi? Si tuko na wewe bumper to bumper, na ni sisi ndio tutapeleka jina lako. Tutakushtaki huko ICC
Na kama hautakubali watu wa ICC waingie hapo ndani, ujue ya kwamba tutahakikisha ya kwamba utoki Tanzania. Tutahakikisha ya kwamba umetolewa kwa SADC. Tutahakikisha ya kwamba humu Afrika hakuna nchi hata moja itafanya biashara na wewe. Tutahakikisha ya kwamba nchi za ng'ambo zote haizi fanya biashara na wewe. So wewe utakuwa tu island hapo. Utakuwa kisiwani hapo. Utakuwa kisiwa hapo. So Mama Samia Suluhu, wewe ufanye vile watu wa Tanzania wanataka. Ujiuzulu, uende nyumbani. Na hiyo tarehe 9 tuko hapo Tanzania. Thank you very much watu wangu. Kwa majina mimi naitwa William Jahom from Kenya. Thank you. Sasa zingine kuna kwetu pia ni Arusha. Mimi ni mtu wa Arusha. Unajua watu wengi hawanijui. Mimi ni mtu wa Arusha. By the way, mimi ni mtu wa Arusha. Nilitoka tu sababu ya Samia Suluhu alipata uongozi. Mimi ni mtu wa Arusha. Thank you.